Kwangu imekuwa ni mechi ya kawaida sana, kwa maana kwamba mambo mengi sana ya kiufundi na kimbinu sijayaona, hasa kwa Young Africans ambao ni timu jati katika soka la Tanzania. Ukiangalia namna ambavyo Yanga ilivyokuwa ikicheza leo, imekuwa iko slow katika maeneo yote. Ushapu wa kuweza kuanzisha mashambulizi, lakini pia na kuweza kumakinika kumaliza mashambulizi imekuwa ni changamoto kubwa sana. Inawezekana pengine ni kutokana na fatiki ambayo wako nayo, lakini bado najaribu kuangalia kuanzia eneo zima la kuandaa mashambulizi kwa mtu kama Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Asinki, unaona kabisa kwamba bado kulikuwa kuna changamoto kubwa sana kidogo alipoingia Yao Kwasi. Kuna kitu ambacho kilionekana na nilitamani kuona zaidi kwamba Yao Kwasi pengine angepewa nafasi kubwa sana kuanzia kipindi cha kwanza, pengine tungeona kitu ambacho tofauti zaidi, kwa sababu alikuwa na uwezo mzuri wa kuendesha mashambulizi kwenye eneo lake, kwa maana upande wake, lakini pia ushapu ambao alikuwa nao. Kwa hiyo in short ni kwamba mechi imekuwa ni ya slow sana, hasa kwa Young Africans kwa namna ambavyo leo wamecheza katika kiwango cha hali ya kawaida sana. Ukitazama mechi namna ilivyokuwa inaendelea kuanzia dakika ya kwanza mpaka anaingia Yao Kwasi kama ulivyomtaja, ndio tuliona tofauti kidogo, hasa eneo la pembeni upande wa kulia, lakini Yanga imekuwa ikipiga zaidi ya pasi mbili forward pass, lakini baada ya hapo ni back pass nyingi sana. Ni uchovu ama ni mfumo mwalimu ndio anataka timu icheze hivyo kwa mtazamo wako? Of course sitaki kuamini kwamba kila kocha anapenda timu ipate suluhu ama isishinde, hapana. Lakini ninachotaka kukisema kama chuma cha Mjerumani ni kwamba ukitazama namna ambavyo msimu ulivyo, kitendo cha Simba kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo katika miaka iliyopita, lakini pia Young Africans kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo katika miaka iliyopita, unaona kabisa huu msimu wa 5 kimsingi kwangu ni kwamba inaonekana dhahiri wazi kwamba mbali na kucheza Yanga alivyocheza, lakini hai make sense kwa Young Africans tangu tarehe 1 mpaka dakika hii kucheza mechi 5 na Simba kucheza mechi 2. Huu ni uhuni. Maanake hii ni hujuma ya wazi. Narudia, hakuna kocha ambaye anapenda timu yake icheze katika kiwango cha hali ya kawaida kama hii, lakini ukienda katika mizania ya uhalisia, kuna double standard katika ligi kuu soka Tanzania bara. Hai make sense. Tangu tarehe 1 mpaka dakika hii kwa mechi ya TRA na Young Africans, licha kwa mechi imekuwa ni ya kawaida, Yanga kucheza mechi hii ya 5, Simba mechi 2. Hii ni hujuma ya wazi kwa Young Africans. Yes. Wala sitopepesa macho popote. Ndio maana halisi ya chuma cha Mjerumani. Ukweli usiopingika, Young Africans inahujumiwa na bodi ya ligi wazi. Kama wanabisha wanipe fact, kwa sababu ukiangalia katika mechi 5 mtawalia ambazo Young Africans wamecheza, bado hazipo kikanuni kwa mujibu wa masaa, si ndio? Leo nakukumbusha tu kwamba Yanga imetoka Zanzibar kucheza dabi ya Kariakoo, si ndio? Mechi yake ya kwanza ikacheza na Singida Black Stars. Mechi yake ya pili ikacheza na Azam. Mechi yake nyingine imecheza na Prisons. Hii unakuja kuangalia TRA. Mechi ya Polisi Tanzania, Simba imecheza mechi ngapi? Kwa mtu mwenye akili sawa. Na Mtibwa Jumamosi. Na kwa mtu mwenye akili sawa. Yanga imecheza leo mechi yake ya 5, Simba na mechi 2, si ndio? Tunazungumza leo uhalisia. Kama kweli kuna standard au ni double standard kwenye ligi yetu. Tunatamani tumpate bingwa ambaye ameshindana kiuhalali. Yaani huyu anacheza na huyu anacheza. Mfano mwingine, Yanga sinacheza leo. Imecheza leo Young Africans. Simba sinacheza kesho. Lakini Yanga inasafiri kwenda Dar es Salaam. Inatoka Dar es Salaam inakwenda Dodoma kukutana na Mtibwa. Jumamosi inacheza Simba, inacheza Jumapili. Ina make sense? Simba anacheza kesho lakini. Nisikilize. Simba anacheza kesho, si ndio? Baada ya kucheza kesho, anakuja kucheza juma ngapi? Kesho ni Alhamisi, si ndio? Nakuja kuuliza swali la msingi lingine. Simba imecheza mechi ngapi? Mpaka dakika hii. Yanga imecheza mechi ngapi? 5, si ndio? Kuna standard, double standard. Kwa mtu mwenye akili sawa, pengine utakasawa mimi mweu, lakini hebu chekecheni akili nyewe waandishi. Lakini wanakuambia kwamba kanuni ya masaa 72 imezingatiwa. Naomba muhesabie, muone. Mfano mwingine, Young Africans mechi yake dhidi ya JKT Tanzania msimu ulioisha katika uwanja wa Meja General Samuyo Mbweni Dar es Salaam, si ndio? Ile mechi iliahirishwa kwa sababu
ya uwanja kujaa maji, si ndio? Kesho mechi ikachezwa uwanja huu, si ndio, wa Sheikh Amri Abeid, si ndio? Simba imekuja mechi yake na TRA, uwanja umejaa maji, mechi ikaahirishwa. Ilichezwa kesho yake, mechi imepangwa tarehe 22. Ni standard double standard. Ndio maana nikawaambia kwa mtu mwenye akili sawasawa anaweza akanielewa, ila kama una madeni ya marejesho huwezi kunielewa. Kwa kile alichokuwa anazungumza mashabiki wa Yanga wakati mpira ukiwa half time, wakipiga kelele kwamba bodi ya ligi kuna namna kama wanaikandamiza timu yao, wamesema masaa 72 mechi ya Azam mpaka leo yangetimia labda mpaka saa 5 kasoro usiku. Mashabiki walikuwa wako halali kuzungumzia lile. Narudia tena, chuma cha Mjerumani kimoja Tanzania. Nyosha. Wewe ambaye una fakti za kubishana na mimi njoo, lakini ukweli usiopingika, kuna double standard kwenye ligi kuu soka Tanzania. Hili nalisema wazi na simuogopi mtu. Kuna double standard. Yanga imecheza mechi 5. Of course haijacheza vizuri leo, si ndio? Lakini Yanga imecheza mechi 5 mpaka dakika hii. Simba imecheza mechi 2 tangu tarehe 1 mwezi wa 3. Kwa hiyo Yanga kutocheza vizuri na wakati huo inasafiri hapo. Unaelewa vizuri? Inasafiri. Unaelewa ninachosema? Imeenda Singida, ikacheza Dodoma. Unaelewa? Imekuja Arusha. Ina mechi ngumu na Azam. Mechi ya Simba imeahirishwa, imesogezwa mbele mpaka tarehe 22. Kesho Simba inacheza, si ndio? Yanga itaanza kucheza mechi yake nyingine ya 6, si ndio? Simba ina michezo mingapi? 3. Umesema hapa Young Africans leo hajacheza vizuri, ni kutokana na ratiba. Wewe ulichelewa sasa, nishazungumza muda mrefu. Yeah, wewe ulichelewa.